Mtakatifu, watumishi wa Mungu, Roho Mtakatifu, nikueleze ninapokwenda karibia kumaliza, faida ya Roho Mtakatifu kwangu mwenyewe, yani ana faida nyingi. Watumishi wa Mungu, huu ni mwaka wangu ni wa 50 na ngapi wa wokovu. Hivi sasa hivi kama sio Roho Mtakatifu siningekuwa kazee kanaleta hadithi za kizee hapa. Sisi miaka yetu, sisi tulikuwa, sisi tuli hivi. Ningekuwa nazungumza hivyo, lakini Bwana Mungu Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, ya kale ya thamani lakini na leo yupo, anafanya jambo jipya. Roho Mtakatifu anafanya tusichoke kwenye wokovu. Roho Mtakatifu anazidisha ladha. Roho Mtakatifu, hebu sema mwenyewe, tungekuwa kama sio Roho Mtakatifu, ningelisema maneno yafuatayo: siku ya Ijumaa tutakuwa na maombi ya vijana chini ya miaka 20. Lakini wale wa miaka 20 kwenda kule, mliombaga jamani, nyie mkapumzikage hapo. Lakini tunamwona Roho Mtakatifu anatufanya tuwe wapya. Uwe mpya. Hata ninavyokueleza hivi, sio wewe, kuna ziada ya Roho Mtakatifu kwako. Watumishi wa Mungu, tunaona Roho Mtakatifu, sio Roho Mtakatifu alihusika katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Biblia inaeleza katika kitabu kile cha Luka mlango nafikiri ni mlango ule wa kwanza, nafikiri ni mstari ya 30 kule, inasemaje? Mariamu alisikia salamu, akasema, salamu Maria, uliopewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Mariamu akashtuka, salamu gani hii? Nimepewa neema. Ndio maana nasema neema na Roho Mtakatifu huwezi kuvitenganisha. Ila neema ni neema na Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu. Neema anasema umepewa. Baadaye wakati anaendelea kuzungumza hivi, anaelezwa juu ya ujauzito wake, kwamba atapata ujauzito. Akashtuka, akasema, siwezi, haiwezekani mimi niwe mjamzito. Wakati anazungumza maneno haya, tunaona maandiko yanasema usiogope. Sawa jamani? Watumishi wa Mungu, anasema Roho Mtakatifu atakujilia. Yesu Kristo kuzaliwa kwake, baada ya ukimya wa miaka 400 tangu Malaki mpaka anapokuja kwa mara ya kwanza kwa Zekaria kutaarifu kwamba Yohana atazaliwa, ilikuwa ni miaka 400. Wakati wa ukimya huo, tunaona vitu vinaanza na Roho Mtakatifu. Yohana Mbatizaji anazaliwa, anatajwa juu ya Roho Mtakatifu kwako. Anatajwa Yesu Kristo naye kwa njia hiyo. Lakini kitu cha ajabu, Yesu Kristo kabla hajafanya lolote, pamoja alikuwa ni mwana wa Mungu. Tunaona maandiko yanasema Roho Mtakatifu aliposhuka ndani yake, juu yake, ndipo Roho Mtakatifu akaanza kufanya kazi. Tunaona katika Agano Jipya Roho Mtakatifu kwenye wakati wa uumbaji alishughulika na ukiwa, alishughulika na giza, alishughulika na utupu. Kwenye wakati wa Yusufu Roho Mtakatifu alishughulika na kutoa majibu ya maswali magumu ya Farao, kutafsiri ile ndoto. Lakini hakuishia pale. Roho huyu Mtakatifu akahitajika katika mradi mkubwa katika nchi ya Misri ya kukusanya chakula. Watumishi wa Mungu, haukuwa mradi mdogo. Mimi nawafahamu watu wakiwa na vyakula huwa vinamwagwa kweli, lakini hiyo iliambia pamoja ni hivyo kukawa na kitu cha Roho Mtakatifu. Aliposhuka kwa Yesu Kristo, Biblia inasema akapandishwa na Yesu wapi? Nyikani. Utakapojazwa Roho Mtakatifu leo, kuna vitu vingine tunaambizana ambavyo hutuelewi, Roho mtaelewana. Wakati mwingine jamani, amka usiku kuomba. Hivi kweli inawezekana? Lakini Roho Mtakatifu akishuka, ataifanya tabia ya kuomba iwe ni sehemu ya maisha yako. Watumishi wa Mungu, sio hivyo tu. Sasa tumeona pale maandiko yasema itakuwa siku za mwisho. Maana ya lile andiko ya itakuwa siku za mwisho lilikuwa likimaanisha tangazo kuanzia siku atakapomwagwa Roho Mtakatifu. Kwenye kalenda ya Mungu
ndio utakuwa ni tangazo la mwanzo wa mwisho wa dunia. Mpaka wakati ule wa unyakuo na dhiki yani ni kipindi kinachoenda. Nataka nikutangazie nyakati hizi ni nyakati za mwisho, mwisho hasa unaokaribia mwisho wa dunia yetu. Kwa hiyo Mungu ana shauku ya kumwaga Roho Mtakatifu.